bilioni 30 na kidogo kwenye eneo la elimu tu ndani ya wilaya moja, jimbo moja, sio kazi ndogo. Ni kazi kubwa inayoonyesha upendo wa kiongozi kwa wananchi anaowaongoza, na mimi nitampelekea salamu. Lakini niwaambie viongozi ambao wana dhamira ya kweli ya kuwatumikia huwa hawana maneno mengi wala kelele. Matokeo yake, kwa sababu hawasemi wa yale wanayoyafanya sana, watu wenye nia ovu hutembeza maneno ya kugombanisha kati ya yale mazuri yanayofanywa na nia ovu ndani yake. Watu hao ni wengi sana. Tumezungumza hapa na tumekuja hapa kwa kazi kubwa. Hapa zimeletwa fedha nyingi, mabweni mawili ya watoto zaidi ya 360. Tumeenda kwenye vyoo matundu ya kutosha. Tumeenda kwenye madarasa 5 yamejengwa kwa mpigo. Fedha hizi zote zimeletwa na serikali bila utashi wa kiongozi mkuu wa serikali ambaye kwa nchi yetu ni Rais Samia Suluhu Hassan kuweka msukumo na kipaumbele kwenye elimu. Hayo hayawezi kutokea. Hapa mmetaja watumishi wengi, wako walinzi 5, yaani serikali inalipa wananchi 5 hapa kulinda shule ya Mlangalini ili watu wenye nia ovu wasije huku ndani kusumbua wanafunzi. Hiyo ndio serikali inayowajali wananchi walioipa dhamana na ridhaa ya kuwaongoza. Nimepita kwenye miundombinu. Ukiangalia lile darasa, enzi zile sisi tulikuwa tunafanyia harusi mle ndani, ndio unaolea mle, kwa sababu linafanana na ukumbi wa sherehe kabisa. Ukiingia kwenye bweni ndio balaa kabisa. Bweni lina tiles, watoto wamewekewa vyoo ndani. Sasa mnataka mpewe nini? Watoto kazi yenu ni moja, someni kwa bidii ili mlipe kile ambacho serikali imekiwekeza kwa kuleta matokeo mazuri na kuwa mna mchango kwa nchi yenu huko mbele. Naomba upeleke salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano. Wananchi hawa wamenituma kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutoa zaidi ya bilioni 38 kwa ajili ya miundombinu ya shule za sekondari katika halmashauri ya wilaya ya Arusha. Fikishizo salamu. Ndio sababu tunaona sera ya elimu bila malipo. Ndio tumeona madarasa mengi yamejengwa katika nchi hii. Watoto kama wa kidato cha kwanza hawaendi tena shule kwa awamu, wanaenda kwa wakati mmoja. Ndio tumeona mikopo ya vyuo vikuu, vyuo vya kati vimeongezeka, Mheshimiwa Waziri. Na ndio tumeona amewekeza zaidi kidato cha 5 na cha 6. Fikishe salamu, wananchi wanampongeza. Sisi tunasema tunamwombea Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda ili aendelee kutuletea maendeleo.